Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 30 ya mwaka C, mwaka wa kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ya 35, aya ya 12 mpaka aya ya 14 na ile aya ya 16 mpaka aya ya 19. Huku somo letu la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 aya ya 6 mpaka ya 8 na ile aya ya 16 mpaka aya ya 18. Huku somo la Injili siku ya leo ni Injili ya Luka, sura ya 18 aya ya 9 mpaka aya ya 14. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu tukiongozwa na masomo misa siku hii ya leo. Vile vile nikukumbushe, kama bado hujasubscribe katika channel yetu, kumbuka kufanya hivyo. Subscribe kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayotokea. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu siku ya leo. Na tukianza na somo letu la kwanza, kama jinsi ambavyo nilivyokuja kukufahamisha hapo awali kwamba linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ya 35 aya ya 12 mpaka aya ya 14 na aya ya 16 mpaka aya ya 19. Kitabu hiki cha Yoshua bin Sira ni miongoni mwa vitabu ambavyo vinajulikana kama vitabu vya hekima, ikiwa pamoja na kitabu cha Ayubu, kitabu cha Mithali, kitabu cha Mhubiri, kitabu cha hekima ya Suleimani, kitabu cha wimbo ulio bora, pamoja na kitabu hiki cha Yoshua bin Sira, ndivyo vinavyounda kundi la vitabu katika Biblia vinavyojulikana kama vitabu vya hekima. Kitabu hiki kinaeleza mambo mbalimbali katika uhalisia wake. Kinazungumza juu ya fedha, kinazungumza juu ya mahusiano baina ya mtu na mtu, kinazungumza juu ya mahusiano baina ya mtu na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile kinazungumza juu ya ibada bora inayoweza kutolewa kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kinazungumzia juu ya swala zima la uchaguzi wa marafiki wema, ikiweka mkazo katika hilo, na matatizo binafsi ambayo yanaweza kumkumba mwanadamu awapo hapa duniani. Kinazungumzia vile vile juu ya umakini na uchaguzi wa maneno mazuri na mema wakati wa mazungumzo. Hivyo basi, kitabu hiki zaidi ni ushauri, lakini ushauri huu uko katika muundo wa kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto. Kwa kitabu hiki kinazungumza mambo mbalimbali kikitoa ushauri, lakini ushauri huu unafananishwa na ushauri ambao unatoka kwa baba akimwelekeza namna ya kuishi mwanae. Hivyo basi, kitabu hiki huenda kilitumika katika kuwafundishia na kuandaa watoto waliotegemewa kuwa viongozi wa baadaye katika jamii ya Kiyahudi. Lengo msingi la kitabu hiki ni kuwafundisha watu waweze kuishi maisha mema na maadilifu mbele za Mwenyezi Mungu. Kutoka katika sasa somo la kwanza ambalo tulilosikia siku ya leo, somo hili tunapata ujumbe ya kwamba sala ambayo inatoka katika moyo wa mtu mnyenyekevu na mnyoofu inasikika na ina nguvu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Sala ambayo inatoka katika moyo mnyoofu, mtiifu na mnyenyekevu inasikika mara moja zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Na kama tunavyofahamu ya kwamba sala ni namna mojawapo ya kuongea na Mwenyezi Mungu, tunaongea na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala. Hivyo katika mazungumzo haya baina ya Mungu na mwanadamu, ila mwanadamu huyu akiwa katika hali ya unyoofu na unyenyekevu, maneno yake, sala yake pamoja na dua yake inasikika kwa nguvu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Bwana hapuuzi malalamiko ya mtu maskini, aliyedhulumiwa, yatima na mjane, kwa sababu kundi hili sasa linahesabiwa kuwa kundi la watu wenye unyoofu wa moyo, la watu ambao ni wanyenyekevu mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa upande wa wanadamu, kundi hili ni kundi la watu ambao waliotengwa na kupuuzwa. Mungu kwa vile sifa yake kuu ni hakimu wa haki, wala hajali cheo cha mtu yoyote, lakini Mwenyezi Mungu sasa anapendezwa na moyo mnyoofu na mnyenyekevu. Na moyo huu sasa ndio sifa ya watu walio katika kundi hili la waliopuuzwa, maskini, wajane, yatima na waliodhulumiwa. Hivyo basi, somo hili linapinga ukandamizaji na unyonyaji wowote kwa watu maskini, wajane na yatima. Lakini vile vile pia somo hili linatoa ushauri ya kwamba mali inapaswa itafutwe katika njia ambayo ni njema. Katika ulimwengu wetu tulionao,
watu walio wengi, mioyo ya watu wengi haiongozwi na unyenyekevu, haiongozwi na unyoofu wa moyo, bali inaongozwa na tamaa ya mali, tamaa ya pesa. Wako watu ambao kwao kupata pesa kwa njia ambayo sio halali, kupata mali kwa njia ambayo sio halali, kupata mali kwa kuwakandamiza maskini, kupata mali kwa kuwakandamiza wajane, kupata mali kwa kuwakandamiza yatima, kwao ni mtindo wa kawaida kabisa wa maisha, na wanafanya hivyo bila hata kumwogopa Mwenyezi Mungu. Tunashuhudia katika mazingira yetu, wako wajane, wako yatima, wako maskini ambao wamenyang'anywa mali zao kwa nguvu na watu hawa ambao wasiokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Hivyo mwandishi wa kitabu hiki anatushauri jambo moja, ya kwamba epuka tamaa ya mali, tamaa mbaya ambayo inaweza ikakuingiza katika matatizo makubwa. Tamaa ni mbaya na inaweza ikakuingiza katika matatizo hayo. Wako watu ambao wameingia katika matatizo makubwa kutokana na tamaa mbaya ya mali, uharaka wa kupata mali hata kwa kutumia njia ambazo sio njema. Wako watu ambao wamefungwa magerezani leo hii kwa sababu ya wizi. Wako watu wamefungwa magerezani leo hii kwa sababu ya rushwa. Wako watu wamefungwa katika magereza leo hii kwa sababu ya dhuluma, utapeli. Tamaa mbaya kabisa ya mali inaweza ikakufikisha pabaya na ikakuacha pabaya, na baadaye ukajuta kwa nini uliingia katika mitindo hiyo. Ridhika basi na chochote ambacho Mwenyezi Mungu anakupatia. Omba Mwenyezi Mungu akusaidie zaidi. Weka bidii na jitihada katika kile ambacho unachokifanya ambacho kinakuzalishia mali, lakini jitahidi upate mali kwa njia halali. Usipate mali kwa kudhulumu mali ya mtu mwingine. Usipate mali kwa kupandisha bei ya bidhaa ili uweze kujinufaisha. Usipate mali kwa kufanya shughuli ambayo ni haramu, uuze vitu ambavyo ni feki kwa bei ile ile ili uweze kujipatia mali. Utapata mali, lakini tambua ya kwamba mali hiyo ni sehemu mojawapo ya laana. Usipate mali vile vile kwa kuitafuta kwa njia za giza. Usipate mali ambayo baadaye haitakuwezesha wewe kumuona Mwenyezi Mungu, itakutenga na Mwenyezi Mungu. Mwandishi wa kitabu hiki anatuambia ni makosa makubwa. Usipate mali kwa njia ambayo haifai. Usipate mali kwa wizi, usipate mali kwa uzinzi, usipate mali kwa dhuluma, usipate mali. Epuka mali yoyote inayotokana na dhambi, inayotokana na damu. Daima mali yako iwe ni safi. Ile ambayo anakujalia Mwenyezi Mungu, pokea kwa moyo wa shukrani na uitumie vyema kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu na kwa kuwapendeza wanadamu. Usijishughulishe katika upatikanaji wa mali kwa njia ambayo sio halali. Hivyo basi, mwandishi wa kitabu hiki anatusisitiza vile vile kuepuka dhuluma, si kwa maskini, wajane na wanyonge, lakini vile vile epuka dhuluma kwa mtu yoyote yule. Usitamani mali ya mtu yoyote yule. Usidhulumu mali ya mtu yoyote yule. Mali yako daima ipatikane kwa njia ya haki. Tena zaidi anatukumbusha kwamba hata utoaji wa sadaka zetu mbele ya Mwenyezi Mungu, hakikisha sadaka hiyo ambayo unaileta madhabahuni kwa Mwenyezi Mungu iwe ni sadaka inayofaa, inayopendeza na inayostahili. Unapomtolea Mwenyezi Mungu sadaka yako, hakikisha ya kwamba sadaka yako ni safi, tena imepatikana kwa njia ambayo ni halali, sio sadaka ile ambayo imepatikana katika dhambi. Usitoe sadaka iliyopatikana katika wizi, usitoe sadaka iliyopatikana katika dhuluma, usitoe sadaka iliyopatikana katika rushwa au katika njia yoyote ile ya udhalimu. Sadaka yako inapaswa kuwa sadaka safi. Mpe Mwenyezi Mungu sadaka iliyo njema na sio sadaka iliyopatikana katika dhambi wala iliyobaki katika dhambi. Usitoe sadaka ambayo umebakiza chenchi katika pombe. Na somo letu la pili leo ambalo linatoka katika waraka ule wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 6 mpaka ya 8 na ile aya ya 16 mpaka aya ya 18. Tunafahamu ya kwamba waraka wa kwanza
pamoja na waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo na ule waraka kwa Tito. Nyaraka hizi kwa ujumla wake zinajulikana kama nyaraka za kitume, na waraka huu sasa kwa Tito aliuandika Mtume Paulo kwa Tito, huyu aliyekuwa ni mwongofu na ambaye alishirikiana na Mtume Paulo katika shughuli mbalimbali za kimisionari, hususan safari ile ya pili na safari ya tatu ya kimisionari. Kwa hiyo Timotheo alitumwa na Paulo katika shughuli mbalimbali za kimisionari. Na sadikika kwamba Paulo aliandika waraka huu kwa Timotheo ikiwa ni mwaka wa 65 akiwa Makedonia. Ni kipi sasa ambacho Paulo amemwandikia Timotheo kutoka katika sehemu hii ya maandiko matakatifu? Sehemu hii ni maagizo ya mwisho ya Mtume Paulo kwa Timotheo. Kwa hiyo barua hii vile vile kwa jina lingine inajulikana kama usia au ushauri wa mwisho, maneno ya mwisho ya Paulo ambayo alikuwa akimsihi kijana wake Timotheo. Paulo anajivunia kwanza ushupavu wa imani yake ili Timotheo vile vile aweze kuiga ushupavu huo, akisema ya kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Licha ya misukosuko yote aliyokumbana nayo, lakini haikumrudisha nyuma kiimani, wala hajutii yoyote yaliyomfika. Lakini kwa sababu ya ushupavu wa imani aliweza kusimama imara, kusimama thabiti. Na maneno haya Paulo anamuhusia Timotheo kwamba na yeye vile vile sasa ambaye anakabidhiwa mikoba hiyo anapaswa awe mtu shupavu katika imani. Jambo linalomhamasisha zaidi Timotheo kutoka kwa Paulo ni kwamba anapaswa awe na hamasa zaidi katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Licha ya magumu yote yaliyompata na yatakayompata, lakini akumbuke ya kwamba liko taji la haki ambalo atavikwa yeye pamoja na Bwana na wale wote ambao waliomtegemea Mwenyezi Mungu. Paulo anamsihi Timotheo ya kuwa japokuwa watu wengi walimwacha katika shida mbalimbali, lakini Bwana alisimama pamoja naye, akamtia nguvu ili aendelee kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu hata ufikie ufalme ule ambao umeandaliwa kwa ajili yake. Hivyo basi, tunachoweza kutafakari na kujifunza kutoka katika sehemu hii ya somo la pili, ndugu zangu wapendwa, iko hivi: kumfuata Yesu sio lele mama. Kama vile Paulo anavyotuambia, yako magumu, matatizo na shida mbalimbali alizozipitia kwa sababu ya kumfuata Yesu. Na ukimchagua Yesu kwa hakika, na iko hivyo na ndio ukweli, umechagua msalaba. Sasa fundisho hili si jepesi kwa sababu watu wengi hawataki kulisikia. Na katika ulimwengu tuliopo yako madhehebu mbalimbali na yako mafundisho mbalimbali ambayo yameshamgawa Yesu. Yesu wanaomtaka wao ni yule ambaye ni mtenda miujiza, anayeponya watu, anayesaidia watu, anayelisha watu, anayefariji watu kwa maneno mazuri. Lakini Yesu wa msalaba hawamtaki, hawafundishi kuhusu Yesu wa msalaba, wala hawafundishi kuhusu msalaba wenyewe. Ni makosa makubwa na hauwezi ukamtenga Yesu pamoja na msalaba. Kuteseka ni sehemu ya kawaida kabisa ya maisha, na sehemu hii ya maisha inampata kila mmoja. Aidha ukubali ya kwamba Yesu yupo wa miujiza na Yesu wa msalaba, au ukatae, lakini msalaba upo na ni lazima utaubeba. Jambo la msingi ni kwamba unaubeba msalaba huo katika namna ipi? Paulo anasema hata alipoteseka na hata watu walipomtenga, yeye daima alibaki kuwa na Yesu moyoni. Ziko nyakati ambazo tunapita katika magumu, ni hali kabisa ya kawaida ya maisha. Na katika magumu hayo kuna nyakati ambazo utabaki umesimama mwenyewe bila ya kuwa na msaada wa mtu yoyote, bila ya kuwa na hata ushauri unaweza kukosa kutoka kwa watu. Lakini kumbuka ya kwamba
hata kama wanadamu watakuacha. Lakini kama kimbilio lako ni kwa Bwana, ni kwa Yesu peke yake, yeye hatokuacha kamwe. Na Waswahili wanasema filisika ili uweze kujua tabia ya marafiki zako. Kuna nyakati utatengwa, kuna nyakati utasimama mwenyewe. Watu watakukimbia kipindi ambacho uko kwenye magumu, ni kawaida. Watu watakukimbia kipindi ambacho uko kwenye maradhi, kipindi ambacho umefilisika, hujasimama kimaisha, kipindi ambacho uko gerezani, umefungwa, na vipindi vingine vigumu vya maisha. Tambua ya kwamba utasimama mwenyewe. Hakuna mwanadamu ambaye anampenda mtu aliye katika matatizo haya. Hakuna mtu ambaye, hata rafiki yako wa karibu, ndugu zako, jamaa zako na nini, hakuna ambaye atakupenda ukiwa katika maradhi, ukiwa katika shida, ukiwa katika wakati mgumu na nini. Tambua ya kwamba utasimama mwenyewe. Lakini usife moyo. Yesu yupo na atasimama na wewe endapo kama utamtumainia na kumkimbilia na kumfanya yeye awe kimbilio kwako. Katika somo la Injili ambalo linatoka katika Injili ya Luka sura ya 18 aya 9 mpaka aya 14. Katika Injili hii tunasikia habari za wahusika wawili ambao ni Mafarisayo pamoja na mtoza ushuru. Hao wawili wote wamepanda kwenda hekaluni kwa ajili ya kusali, na kila mmoja katika sala yake Yesu anatoa maoni, na anasema ya kwamba sala ya mtoza ushuru imekubaliwa na kumpendeza Mwenyezi Mungu kuliko sala hii ya Farisayo. Tuzitazame sala hizi. Kabla tujazama sala za watu hawa, ya kwanza tuwatazame ni akina nani. Farisayo ni moja ya madhehebu yaliyokuwepo kipindi cha Yesu katika Uyahudi. Wakati huo wa Yesu, watu hawa Mafarisayo waliunda 5% ya Wayahudi wote, na tafsiri ya jina hili ni mtu aliyejitenga. Walijitenga ili kuweza kushika kiaminifu na kikamilifu sheria ya Torati ya Musa. Huko watoza ushuru hawa walikuwa ni Wayahudi waliofanya kazi katika dola ya Kirumi, wakisaidia kukusanya mapato katika dola hii ya Kirumi. Hivyo basi watu hawa walionekana kuwa ni wasaliti, ni wevi na watu wenye tamaa. Kwa hiyo Yesu anatoa mfano wa sala za watu hawa wawili, sala ya Farisayo pamoja na sala ya mtoza ushuru. Sala anayotuambia Yesu iliyompendeza Mwenyezi Mungu ni sala ya Farisayo, huku sala ya mtoza ushuru ikiwa haijampendeza kabisa Mwenyezi Mungu. Tunaweza tukazitazama kwa ufupi sala za watu hawa ili tupate kitu chochote ambacho tunaweza tukajifunza kutoka katika sala hizi. Sala ya Farisayo, kama ambavyo tunavyosikia kutoka katika somo la Injili, sala ambayo imekataliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini matendo ya sala hii huenda yakawa ni mema, isipokuwa ubaya wa sala hii iko katika kujisifu. Ni sala iliyojaa kiburi na kujihesabia haki. Lakini matendo ambayo aliyoyasema katika sala hii Farisayo huyu ni mema na yanapaswa kuiga. Matendo haya, tendo la kwanza ni hili. Anasema, anaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo hili ni jema na ni muhimu. Tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo anatutendea. Ni jambo jema kabisa. Na jambo la pili ambalo Farisayo huyu analitaja, kwamba anajidai ya kwamba yeye si mnyang'anyi, si mdhalimu, si mzinzi, wala si mwivi. Na mambo haya anayoyataja ni mema kabisa na ambayo sisi sote tunapaswa kuyaiga. Epuka wizi, epuka uzinzi, epuka udhalimu, epuka unyang'anyi. Tena anasema ya kwamba yeye huwa anafunga mara 2 kwa ujuma na kutoa zaka. Hapa anatanabaisha ni namna gani ya sala ambayo anaisali mbele ya Mwenyezi Mungu. Sala ya kutesa mwili wake, sala ya kujinyima, sala ya kujiadhibu na kujishurutisha. Na hivi ndivyo ambavyo tunapaswa hata sisi kuiga. Ndio msingi ya imani yetu: kufunga, kutoa zaka. Wakristo walio wengi hawapendi kufunga, kwa lazima inakuja wafungi, kila Ijumaa hawafungi, hawana muda wa kuitesa na kuishurutisha miili yao. Na wengine ni wagumu vile vile hata kulipa zaka, wanamwimbia Mwenyezi Mungu sehemu ya kile ambacho anachowajalia. Na yaliomo katika sala ya mtoza ushuru ni hapa. Sala ya mtoza ushuru ni sala ya toba.
uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Toba ni tiba. Toba inatibu maradhi yote yanayosababishwa na dhambi. Kama jinsi vile ugonjwa unavyohitaji tiba, alikadhalika ndivyo hivyo na mgonjwa wa dhambi anavyohitaji tiba ili aweze kupona haraka. Ukienda katika sakramenti ya kitubio, unakwenda ukiwa umekufa, lakini unarudi ukiwa uko hai. Dhambi inaleta matokeo mabaya kabisa katika maisha yetu. Dhambi inatutenga na Mungu. Dhambi inaua dhamiri. Na ukiwa ni mgonjwa katika dhambi, kamwe hutoweza kushinda jaribu lolote la dhambi. Kwa hiyo utajikuta mara zote unaanguka katika dhambi. Lakini toba ipo kama tiba ya dhambi. Unavyoingia katika toba, ukafanya toba ya kweli, ukaungama dhambi zako kwa moyo wa kweli, na vile vile ukafanya malipizi ya dhambi hizo, unakuwa umejipatia tiba ya dhambi zako, na unakuwa umefanyika kiumbe hai ambaye amepona kutoka katika maradhi hayo ya dhambi. Kwa hiyo katika Injili Yesu anamsifu mtoza ushuru kuliko Farisayo. Tunatujifunza ya kuwa hakuna aliye bora kuliko mwingine. Sisi sote ni wadhambi. Sisi sote ni wagonjwa katika dhambi. Hivyo tunachohitaji zaidi, jambo la kwanza katika maisha yetu, si kujihesabia haki, lakini tunahitaji kujipatanisha na Mwenyezi Mungu kwa njia ya toba. Sasa katika ulimwengu tulionao katika kipindi hiki cha leo, wako watu ambao wanajihesabia haki, wanajiona kuwa wao ni bora sana kuliko wengine kwa sababu zao binafsi, na kusahau ya kwamba kitendo hiko cha kujiona wewe ni bora zaidi kuliko mwingine ni machukizo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kama sala za watu wawili. Yesu anasema mtoza ushuru huyu anahesabiwa haki kwa sababu ameenda kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo wa unyoofu na moyo wa unyenyekevu. Hajajihesabia haki na kujiona yeye ni bora kama jinsi ambavyo alivyofanya Farisayo. Changamoto kubwa katika dunia leo, wako watu wanaojiona ya kwamba wao ni bora kuliko wengine, tena wanajihesabia haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii si sawa, bali unachopaswa kukitenda ni hiki: heshimu kila mmoja, mpende kila mmoja, mpe kila mmoja heshima anayostahili. Kuna mambo ambayo tunapaswa tuyaepuke. Tunashuhudia kwamba yako makanisa, ziko dini ambao wao wanajihesabia ya kuwa ni haki na bora zaidi kuliko watu wengine wanaomcha na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wanawatukana watu wa dini nyingine na kuwaona hawafai, wala hawataiona mbingu, wala hawastahili kuwa watoto wa Mwenyezi Mungu. Wamejawa na ufarisayo ndani ya mioyo yao. Na hata ndani ya kanisa vile vile viko vikundi baadhi vya sala ambavyo wao wanajiona ni bora, ni watoto wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na kuwaona wengine kama vile si lolote, si chochote, na wala hawafai. Sisi sote mbele za Mungu tuko sawa, isipokuwa wako watu wengine baadhi wenye wajibu zaidi kuliko wengine mbele za Mwenyezi Mungu. Hivyo basi tunapaswa kuwaheshimu zaidi, lakini tukumbuke ya kwamba sisi sote mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa. Sisi sote ni watoto wa Mungu, sawa. Sisi sote ni viumbe vya Mungu, tuko sawa. Ila isipokuwa katika upande wa nyajibu, sasa wako wengine ambao wana wajibu zaidi kuliko wengine. Hao sasa ndio tunawapa heshima ya kipekee kwa sababu wana wajibu mkubwa na wa kipekee kuliko wengine. Tunawapa heshima hiyo, lakini vile vile heshima hiyo inapaswa iende kwa kila mmoja. Sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, tuko sawa katika nyanja hiyo, ila isipokuwa kuna wengine tu baadhi ambao wao wana wajibu zaidi. Hivyo basi tunalazimika kuwapa heshima zaidi kwa sababu ya wajibu walio nao, lakini heshima inapaswa iende kwa kila mmoja. Hivyo basi wanangu wapendwa, msiige mitindo ya dunia hii ambayo imelenga kuwabagua watu, kuwadharau watu, na wakati mwingine kuwadhalilisha watu. Wewe sasa usiwe mbaguzi na uvue roho ya ubaguzi ndani yako.
usimbague maskini. Wako watu wengine ambao hapendi kabisa kumuona maskini, hapendi kabisa kumuona mtu ambaye ni omba. Wanawatukana, wanawadhalilisha, wanawafedhehesha. Tambua ya kwamba hata yeye hapendi kuwa katika hali hiyo. Ni maisha, ni mazingira yamemfanya awe katika hali ya namna hiyo. Lakini wewe usijiingize huko. Waheshimu, wapende na uwasaidie maskini wote. Usimbague mtu kajiona wewe ni bora kuliko mwingine kwa sababu ya ukabila, au kwa sababu wewe una akili nyingi kuliko yeye, au kwa sababu wewe una mafanikio kuliko yeye ambaye hajafanikiwa. Shida tulionayo ni kwamba wenye mafanikio wanaona ya kwamba wao ndio bora kuliko wasio na mafanikio. Wanaona wasio na mafanikio kama vile ni watu wavivu, wasiokuwa na akili, wasiokuwa na utimamu. Ni makosa makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Uko hivyo ulivyo sio kwa mapenzi yako, lakini ni kwa neema tu ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Amekupa nyadhifa fulani, amekupa cheo fulani, amekuwezesha hili na hile. Ni neema tu ambayo angeweza kumpatia mtu yoyote, na anaweza akaiondoa kwako wakati wowote ule. Heshimu watu wote, penda watu wote bila kipimo. Cha ajabu zaidi katika ulimwengu, wako vijana ambao maadili hawana, wahuni, na wanajiona wao ni bora zaidi kuliko vijana ambao sio wahuni. Wanawatolea maneno wakati mwingine ya mzaa, ya kejeli, ya kuwadhihaki, kwa sababu hawako katika mtindo wa maisha ambao wanaoishi wao. Ni makosa makubwa, na haya ndio ambayo Waswahili wanasema nyani haoni baadhi ya sehemu za mwili wake. Tusifike huko. Hivyo basi tunapaswa sisi wote tusibaguane katika misingi ya mali, misingi ya hadhi na misingi ya vyeo. Ukiwa navyo hivyo vyote, waheshimu vile vile ambao hawana, wasaidie ambao hawana, wapende ambao hawana. Usimdharau mtu, usimbague mtu, mheshimu kila mtu, kwa sababu wote hawa wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Usimtendee mwingine kile ambacho wewe hutaki na upendi kutendewa. Katika tafakari yetu ya leo ulikuwa na mimi Padri Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Muwe na Dominika njema.